Hujambo mtazamaji wa Zone Media, nikukaribisha kwa mara nyingine tena. Na bado tunaangazia taarifa ya Joshua Mollel, kijana ambaye mwili wake umeweza kurejeshwa na wanamgambo wa Hamas baada ya kuweza kuuawa katika mashambulizi ya Oktoba 7 na kuweza kuchukuliwa mateka huo mwili wake. Sasa serikali ya Israel imemlilia kijana Mtanzania Joshua Loitu Mollel mwenye umri wa miaka 21 ambaye mwili wake umerejeshwa baada ya siku 761 tangu alipotekwa na baadaye kuuawa katika shambulio lililofanywa na wanamgambo wa Hamas katika eneo la Nahal Oz kusini mwa Israel. Joshua alikuwa mwanafunzi wa mafunzo ya kilimo aliyeingia Israel akitumaini kupata ujuzi wa kisasa ili kuja kuanzisha mradi wa kilimo nchini Tanzania. Alikuwa amekaa Israel kwa takribani wiki 2.5 tu kabla ya shambulio hilo kutokea. Katika taarifa yake, serikali ya Israel imesema kuwa licha ya Joshua kutokuwa raia wa Israel, alikumbatiwa kama sehemu ya jamii na alikuwa miongoni mwa vijana waliokuwa wakionyesha bidii, adabu na matumaini ya baadaye. Alikuwa mmoja wetu, tuliishi naye, tulifanya kazi naye, tulimpenda. Tumeteseka kwa muda mrefu tukijua mwili wake haukurudi nyumbani. Sasa angalau anaweza kupewa heshima anayostahili, ilisema taarifa ya serikali ya Israel. Joshua alitekwa wakati wa uvamizi wa tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo mamia ya watu na maelfu walishambuliwa na kuchukuliwa mateka. Uthibitisho wa kuuawa kwake ulitolewa baadaye na jitihada za kurejesha mwili wake zilichukua muda mrefu kutokana na hali ya mvutano na mapigano katika ukanda wa Gaza. Serikali ya Israel imesema kurudishwa kwa mwili huo ni ishara ya heshima na utu, ikiwa ni hatua ya kumaliza kipindi cha machungu kwa familia yake na wale waliomfahamu. Joshua atazikwa Tanzania baada ya taratibu za mwisho kukamilishwa. Serikali ya Israel imeonyesha utu wa aina yake kwa kusikitishwa na kile ambacho kilimpata Joshua Mollel katika uvamizi wa wanamgambo wa Hamas katika maeneo ya Israel na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1200. Sasa kitu ambacho serikali ya Israel imeweza kukifanya hapa kinaonyesha ni kwa jinsi gani kimeumizwa na jinsi ambavyo Joshua Mollel aliweza kuuawa, kwa sababu aliweza kutekwa nyara na wanamgambo wa Hamas kisha baadaye kuweza kupigwa risasi hadharani, na kitu ambacho kimepelekea maumivu makubwa kwa ulimwengu mzima ambao ulifuatilia kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika ukanda wa Gaza. Sasa mwili wake umekuwa ni miongoni mwa miili ya mwisho kabisa kuweza kuachiliwa na wanamgambo wa Hamas. Karibu siku 761 zimeweza kupita tangu Joshua Loitu Mollel alipotekwa nyara na wanamgambo wa Hamas kisha kuweza kuuawa katika shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023. Mtazamaji, nitakuwa bega kwa bega na wewe kukupa na kukujuza yote ambayo yanajiri kuhusiana na taarifa hii ya Joshua Mollel na mwili wake utakapoandaliwa moja kwa moja kutokea nchini Israel na kusafirishwa hadi katika taifa la Tanzania. Basi mtazamaji, nitakuwa na wewe kukuletea yote ambayo yatajiri huko. Mimi naitwa Victor Moshi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.